Habari, jina langu ni Abdulkadir Thabit Massa. Natokea Tanzania, nchi yenye utajiri wa tamaduni nyingi za kuvutia. Lugha yangu ya asili ni Kiswahili. Ninashiriki mashindano haya katika kitengo cha Hangeul. Leo nitazungumzia chakula cha asili cha Tanzania kinachoitwa ugali wa muhogo. Ugali ni moja ya vyakula vikuu vinavyoliwa na Watanzania kila siku. Kuna aina tofauti za ugali nchini kwetu. Kuna ugali wa mahindi, ugali wa muhogo na ugali wa mtama. Leo nataka tuzungumzie ugali wa muhogo pekee. Muhogo ni zao la mizizi linalolimwa katika maeneo mengi ya Tanzania. Zao hili linastahimili ukame kuliko mazao mengine mengi. Kwa sababu hiyo, umekuwa chakula muhimu kwa vizazi vingi. Muhogo unaweza kutafunwa ukiwa mbichi au ukiwa umechemshwa. Pia unaweza kukaangwa au kusagwa ili kupata unga laini. Ugali wa muhogo una ladha ya kipekee sana. Watu wengi huupenda kwa sababu unashibisha kwa muda mrefu. Pia unampa mtu nguvu nyingi za kufanya kazi za kila siku. Chakula hiki kinapendwa sana katika maeneo ya pwani ya Tanzania. Kinapatikana mkoa wa Pwani, Tanga, Lindi na Mtwara. Pia ni chakula maarufu sana katika kanda ya Ziwa Victoria. Kinaliwa sana mikoa ya Mara, Mwanza na Kigoma. Makabila mbalimbali hutumia ugali wa muhogo kama sehemu ya utamaduni wao. Chakula hiki kinaendelea kuwa kiunganishi kikubwa cha Watanzania. Safari ya ugali wa muhogo huanza kwanza shambani. Baada ya kuvunwa, maganda huondolewa na mizizi huoshwa kwa maji safi. Kisha hukatwa vipande vidogo na kukaushwa juani kwa siku kadhaa. Baada ya kukauka kabisa, vipande hivi husagwa kuwa unga laini. Kupika ugali huu kunahitaji maji na unga wa muhogo pekee. Kwanza, maji safi huchemshwa vizuri kwenye sufuria. Maji yakichemka, unga huongezwa taratibu huku ukikorogwa kwa mwiko. Baada ya ugali kuwa mzito, huendelea kusongwa kwa nguvu mpaka uive. Mwishoni hupakuliwa kwenye sahani na kuwa tayari kuliwa. Ugali wa muhogo huliwa pamoja na mboga mbalimbali. Mara nyingi huliwa pamoja na mboga za majani kama majani ya maboga, mchicha, tembele na kadhalika. Pia unaweza kuliwa na samaki, dagaa au nyama. Kila eneo huchagua mboga kulingana na utamaduni wao wa asili. Asanteni sana kwa kutembelea Tanzania kupitia simulizi hii. Karibuni muonje ugali wa muhogo ili muone ukarimu wa Watanzania. Asante sana.